Kwanza kabisa tuanze na kusubscribe hapo ili uendelee kupata update nyingi zaidi za michezo na taarifa za burudani mbalimbali. Joto limekuwa kubwa sana kuelekea dabi ya Kariakoo, lakini Simba wameandika barua moja kwa moja kwa TPLB kusitisha dabi hii. Barua gani? Endelea kubaki hapa na ufuatilie taarifa hiyo hapo hadi mwisho ili tukwambie Simba wameandika nini na wanahitaji nini kwenye dabi hiyo. Lakini baada tu ya mvutano wa hapa na pale, dabi nyingi zinachezeka Kariakoo, ambao makubaliano mechi kubwa ya Simba na Yanga, Azam na Simba, Azam na Yanga zichezwe pale kwa Mkapa. Lakini ghafla baada ya mechi ya JS Kabylie kumalizika na Yanga kutolewa moja kwa moja kwenye kinyang'anyiro cha kuingia robo finali kuishia kwenye hatua za makundi, msemaji wa Yanga alizungumza moja kwa moja akasema kuwa baada ya kukosa kwenda robo finali, sasa hasira zetu tunazihamishia hapa Guantanamo Bay ambapo ni Zanzibar. Sasa maumivu yao na hasira zao wanazimalizia hapa. Akatoa taarifa mapema sana kabla mamlaka husika ambayo inaweza kutangaza kiwanja gani kinachezeka dabi na kwa nini inabadilika. Taarifa ya kuwa kwamba tarehe 1 kwa Mkapa kutakuwa na dua ya Kiislamu ambayo inapigwa pale, dua kubwa sana, na watu kutoka sehemu mbalimbali watakopo kwenye dua hiyo. Kwa hiyo itashindikana na kuifanya dabi ichezeke kwenye uwanja huo. Baada ya hapo wanachohoji Simba ni hiki hapa kwamba je, msemaji wa Yanga kapata wapi taarifa za kwamba dabi imebadilishwa kabla ya mamlaka husika kuitangaza dabi kubadilishwa? Na inatakiwa kabisa siku 21 kabla taarifa ziwe zimetoka. Kwa hiyo hayo ndo mahojiano ya Simba na barua yao na wanayoiandika. Nitakuletea bado hii barua kamili full, yani nitakusomea hapa wanasema nini, wanataka nini, mikakati mikubwa ya Simba kwenda kwenye hiyo dabi ni nini. Na kumbuka kuwa Simba hawataki kupoteza huu mchezo. Mchezo wa dabi huwa una mambo mengi sana. Mechi inachezwa nje ya uwanja kabla ya ndani ya uwanja na ndani ya uwanja pia. Kwa hiyo kila mmoja yupo kwenye kuchanga karata yake kuhakikisha sentence moja tu inaweza ikakupotezea kukutoa ndani ya furaha na ndani ya mchezo wa huu dabi. Kama unavyojua dabi ya Kariakoo ni dabi nzito sana, hasa wanapokutana majiant wawili wa Tanzania wa Simba na Yanga. Kunakuwa na changamoto nzito, kunakuwa na mambo mengi, kunakuwa na mvutano mwingi kabla kufikia dabi. Na siku zimekwisha na hadi sasa tumebakia na siku 11 tu kuelekea tarehe 1. Tumebakia na siku 10 kuelekea tarehe 1 ambapo dabi inakwenda kupigwa tarehe 1 mwezi wa 3. Yaani tumebaki na siku chache sana kuelekea siku ya dabi ya siku hiyo. Kwa hiyo kila mmoja anaweza kujipanga kivyake, kila mmoja anaweka mambo yake sawa kuhakikisha dabi hii hautokei mchezo wote wa hatari ambapo unaweza kumsababishia mtu akaondoka na maumivu. Mpira uwanjani, dakika 90 tutakwenda kuona kati ya Simba au Yanga. Je, Simba wataendeleza kushikilia kikombe chao na ubingwa wao pale pale, ama Simba hawata kuingia kiunyonge? Maana wakifungwa mara hii itakuwa ni mara ya 7 sasa mfululizo wanakuwa underdog nchini ya Yanga, na maneno yatakuwa mengi sana baada ya Simba kufungwa tena na mtani wake kwa mara ya 7, na sidhani kama Simba itakubali huu mchezo kuelekea sasa. Shusha comment yako uniambie nini kitakuja kuwa kama Simba itafungwa, ama wewe unaonaje Yanga itafungwa ama Simba itafungwa? Shusha comment yako hapo. Unaonaje chama lako? Je, wewe unaamini chama lako liko sawa ama tunaenda kuchezea za uso? Niambie hapo chama lako unaliamini kuelekea dabi ya Kariakoo. Shusha comment yako hapo ili upate update nyingi zaidi, tupate kupiga story juu ya dabi ya Kariakoo. Na nini kinakwenda kuwa? Mchezo utakuwa ni mgumu sana. Yaani mchezo utakuwa ni mgumu sana kutokana na usajili mpya ambao umeweza kuingia sasa hivi, kwamba tukianza na Simba Sports Club wamefanya usajili bora sana. Tukimzungumzia Rebase Gwe, Rwemba, Innocent Eura ni wachezaji wazuri sana, lakini bado tuna wachezaji wa zamani kama Elia Mpanzo ambaye anaijua dabi vizuri kwa sababu kisha kukutana na Yanga zaidi ya mara 2. Lakini pia kuna wachezaji ambao tayari wanaijua hii dabi. Lakini tukizungumzia kwa Yanga tuna maigizo mapya, tukimzungumzia Arani Okelo, tukimzungumzia hapa Rebase Arani Okelo, tukimzungumzia hapa mchezaji wa Yanga ambaye ameingia kwenye igizo jipya
Depu, lakini bado kuna wachezaji kama Buba Jam